Hakika leo ndo leo, asemaye kesho ni mwongo. Asante sana mtazamaji wa Usoni TV kwa kuendelea kusalia nasi, na karibu sana katika matangazo mbashara kabisa ya mchezo wa Bonanza FC dhidi ya Everton. Ya studioni utakuwa nami Usoni Audax, itakuwa ni kupitisha katika uchambuzi wa mchezo huu. Kabla hujaanza, muda mchache kutoka hivi sasa, kumbuka usahau kutufollow ndani ya TikTok, bila kusahau kulike, kushare na comment, pia usahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Usoni Sports. Andika Usoni Sports utatupata vyema kabisa. Usahau kusubscribe ili usiweze kupita na mambo mengine kibao ya Usoni TV. Sasa tuanze na matokeo ya michezo mitano ya mwisho ya Bonanza FC. Bonanza FC walishinda mabao 4-3 dhidi ya Savana FC wakiwa nyumbani. Bonanza FC wakatishana nguvu wakiwa ugenini mabao 3-3 dhidi ya Kiaka FC. Bonanza FC wakashinda mabao 2-1 dhidi ya Kombe FC. Bonanza FC wakatishana nguvu ya mabao 4-4 dhidi ya Upendo FC. Bonanza FC wakashinda wakiwa ugenini mabao 6-0 dhidi ya FC Sports Club. Hayo ndio matokeo ya michezo mitano ya Bonanza FC. Sasa tuangalie matokeo ya michezo mitano ya Everton. Everton wakatishana nguvu mabao 2-2 dhidi ya Inter Milan. Everton wakashinda mabao 2-1 dhidi ya Newcastle. Everton wakashinda mabao 3-0 dhidi ya Lazio. PSG wakashinda mabao 2-1 dhidi ya Everton. Star Sport Club wakashinda mabao 2-2 wakatishana nguvu ya mabao 2-2 dhidi ya Everton, kwa maana kwamba alitoa sare hapa. Hayo ndio matokeo ya michezo mitano ya Everton. Sasa mtazamaji, nakukumbusha tu kwamba usahau kusubscribe YouTube channel yetu, bila kusahau kulike, kushare na comment kwa upande wa TikTok kwa kuandika neno Usoni Sports, tutapata video kabisa. Usoni TV siku zote ni furaha kwa wote. Mimi ni Usoni Audax, kupitia katika uchambuzi wa mchezo huu wa Bonanza FC dhidi ya Everton. Kumbuka hii ni Usoni TV, furaha kwa wote, bila kusahau kulike, kushare na comment, ambayo ndio kauli mbiu yetu ya Usoni TV, furaha kwa wote. Sasa mtazamaji wa Usoni TV, kumbuka kwamba usahau kuendelea kutufollow, bila kusahau kulike, kushare na comment. Sasa tuangalie head to head za Bonanza FC na Everton. Washakutana mara mbili hao. Bonanza FC wale ya kwanza walishinda bao 4-0 dhidi ya Everton, lakini pia Everton wakashinda bao 3 wakiwa nyumbani dhidi ya Bonanza FC. Kumbuka kila mmoja akashinda nyumbani. Je, Everton leo atafanikiwa kushinda ugenini? Hapa anaonekana kwamba amemtesa mwenzake zaidi ni Bonanza FC, kwa maana kwamba ameshampiga mabao 4-0 akiwa nyumbani kwake, kwa maana kwamba shamgalagaza kabisa. Kumbuka Everton yeye alipata ushindi mwembamba mabao 3-2, kidogo tu asawazishiwe. Hayo ndio matokeo ya Bonanza FC head to head. Sasa tuangalie wachezaji wa kuchungwa zaidi wa Bonanza FC. Wa kwanza kabisa ni Lewandowski. Huyu ana mchezo 14 dakika 1236 na akiwa na magoli 26, lakini assist 9 kabisa. Huyu anafaa kuchungwa kabisa, unaweza kumwona hapo kwenye picha. Lakini pia mwingine ni Di Paulo. Huyu ana mchezo 13 dakika 838, lakini pia magoli 2, lakini pia assist 12. Unaweza kumwona hapo, huyu mamba kabisa kwa kweli, mamba hatari. Lakini huyu mwingine ni Coman, mchezo 13 dakika 714, goals ni 6, bila kusahau kwamba ana assist 19. Unaweza kumwona kwenye picha hapo. Yule Lewandowski huyu ameshacheza mchezo 14 na dakika 1266. Tayari sana kwamba ana magoli 26. Unaweza kumwona hapo, lakini pia ana assist 9. Hao ndio wachezaji wa kuchungwa kwa Bonanza FC. Unaweza kushangaa kwa maana Lewandowski ashafikisha mabao 26 kwa mchezo 14. Ni kweli inastahili kwa sababu yuko on fire kabisa. Lakini pia na huyu ni Di Paulo, yeye ashafunga magoli 2, lakini yeye ana assist 12. Lakini pia nikumbushe tu kwamba huyu ni kiungo pale, sio mshambuliaji, lakini amejitahidi kwa kutoa assist zote hizo. Huyu ni kiungo katikati pale, lakini Coman yeye ni kiungo mshambuliaji, attacking midfielder pale. Huyu ana goli 19 na goli 6. Huyu unaweza kumuona hapa, na yeye ni kiungo hatari kwa sababu yeye ni mtengeneza assist, huwa anakwenda mbele, anamwaga cross. Kwa hiyo hapa Mykolenko na Mseli pale wanakaza kufanya kwa kuweza kumzuia huyu mwamba kabisa asiweze kufukuta pale mbele, kwamba huyu Coman ni mchezaji hatari sana pale anapokuwa na mpira, kwa sababu ya kwamba huwa ana attack moja kwa moja, huwa subiri wala kuhangaika na mtu yeyote, kwa sababu yeye ni muda wote anautaka mpira kwa ajili ya kwenda kufunga. Kwa hiyo hivi ndio mambo yote yamekaa. Di Paulo kama kaida yake mchezo 13, lakini pia Coman mchezo 13, na yeye pia unaweza kaona hapa ambaye mchacheza dakika nyingi kuliko wote ni Lewandowski, dakika 1236 katika kikosi cha Bonanza FC. Kwa hiyo hao ndio wachezaji
wa kuchungwa zaidi wa Bunazi FC. Sasa mtazamaji, tuangalie wachezaji wa kuchungwa zaidi wa Everton. Wa kwanza ni Beto. Huyu mchezo 11 dakika 999, lakini goals ana magoli 23 bila kusahau assist 8. Uwezo kumuona hapa. Lakini mwingine ni Mykolenko. Huyu ana mchezo 14 dakika 1260, goals 11, assist 20. Uwezo kumuona hapa, hayupo kwenye picha lakini hatujafanikiwa kupata picha yake. Lakini mwingine ni Msinaili. Huyu ana mchezo 14 dakika 1112, ana magoli 3, ana assist 27. Lakini pia huyu Mykolenko, huyu ndo mchezaji ambaye ashacheza michezo 14, lakini pia ndo mchezaji ambaye ashacheza michezo yote na dakika zote ambazo ashacheza Everton katika DLS. Huyu ana mabao 11, lakini pia assist 20 tu. Huyu ndiye ambaye amecheza dakika zote 1260 na ameshiriki katika michezo yote 14, kwa maana kwamba ukienda pale ukapiga 90 mara 14 unapata 1260, kwa maana kwamba huyu ni mchezaji pekee wa Everton ambaye ashacheza dakika zote za mchezo huu wa Everton. Katika michezo yote achacheza michezo yote dakika zote, kwa maana kwamba hata hajatolewa. Kwa hiyo ni mchezaji wa kuchukua kabisa huyu. Bila kusahau Beto, mchezo 11, goli 23 kwa assist 8 kwa dakika tu 999. Unaweza kushangaa mchezo 11 lakini goli zote hizo, kwamba yuko on fire, anafaa kuchungwa kabisa. Unaweza kumuona kwenye picha hapo. Bila kusahau Msinaili, mchezo 14 dakika 1212 na magoli 3, assist 27. Huyu ni kiungo na yeye, lakini assist kibao kwa mchezo 14. Unaweza kushangaa hapo mtazamaji, lakini yeye huwa ndio anapenda kushambulia kwa kwenda mbele. Huyu ni kiungo kabisa, wanapika pale katikati, anachafua kweli pale. Unaweza kushangaa hapo. Kwa hiyo hivi ni hivyo mambo yapo. Sawa, kufollow YouTube, bila kusahau kulike, kushare na comment kwa kuandika neno Ausony Sports, utatupata vyema kabisa. Mimi ni Ausony Audax, nipo hapa na kupitisha katika uchambuzi wa mchezo wa Everton dhidi ya Bunazi FC. Kabla hujaanza, hao ndio wachezaji wa kuchungwa zaidi wa Everton. Unaweza kaona hapo mtazamaji, nimekuacha kidogo na wewe uanze kuendelea kuchambua mwenyewe, kaangalia hapo maajabu haya. Wachezaji hapa wanapiga mabao kweli, assist 20 kwa assist 27. Unaweza kashangaa kweli. Lakini pia michezo 14 dakika 1212 kwa afu na assist 27. Huyu ni mchezaji hatari na hajawahi kutokea duniani, na ndivyo ambavyo mambo yanakwenda, kwa sababu ya kwamba mchezo mchezo, lakini wanafanya mambo makubwa katika wakiwa ndani ya dimba, kwa maana ya kwamba haya ni mabalaa kweli. Hawa wachezaji wa kuchungwa wa Everton FC. Sasa tuangalie takwimu za makocha wa timu zote mbili. Je, makocha mpaka sasa wanaendeleaje katika timu zao? Huyu ni kocha wa Bunazi FC. Kwa upande wako wa kulia ni kocha wa Bunazi FC, ana michezo 14, ushindi mara 11, lakini ameshapata sare 2. Huyu ashapoteza mchezo mmoja toka alipokabidhiwa timu ya Bunazi FC kuiongoza. Unaweza kushangaa michezo 14, ushindi mara 11, sare mara 2, kupoteza mara 1. Katika kiwango bora kabisa huyo kocha wa Everton ni huyu ambaye amevaa suti fulani hivi kwa mfano kofia na miwani tinted hizo. Ana mchezo 8, ushindi mara 5, sare mara 1, kupoteza mara 2. Na pia katika kiwango bora kabisa huyu. Kwa sababu ya kwamba yeye kashaongoza Everton kwa mchezo 8 tu, lakini ana ushindi mara 5, ana sare 1 tu na kupoteza mara 2. Lakini ambaye yupo katika kiwango bora kabisa ni kocha wa Bunazi FC, mchezo 14, ushindi mara 11, sare 2 na kupoteza mchezo 1 tu. Yeye ameongoza Bunazi FC kwa michezo 14 tu. Ndivyo hivyo ameongoza Bunazi FC michezo hiyo. Unaweza kushangaa hapo, mambo yanakwenda kabisa vyema kabisa. Sasa mpenzi mtazamaji, hii ni Ausony TV, fla kwa wote. Usahau kusubscribe, lakini pia usahau kutufollow TikTok, bila kusahau kulike, kushare na comment. Sasa hawa ni Bunazi FC wakipanda gari lao tayari kuelekea katika dimba la Bunazi FC Stadium. Hawa ndo wana Bunazi FC. Unaweza kuona hapo wanapanda basi lao vizuri kabisa tayari kwa katika dimba la Bunazi FC Stadium. Usishangae kuona wanapanda na wanawake, no. Hapa wanapanda wachezaji na viongozi mbalimbali wa klabu
lakini pia huwa wanapenda kupeleka hata mashabiki wao kwenye basi lao la wachezaji. Unaweza ukashangaa hapo kuna mashabiki, lakini pia kila mmoja anapandisha wa kwake. Gari lao ile hapo linasomeka vizuri kabisa, Bunazi Football Club, na ndio ndimba ile hapo linanyanyuka. Msafara wa Bunazi FC wakielekea uwanjani, na uwanja unaoelekea ni uwanja wa Bunazi FC Stadium, kwa maana ya kwamba wenyewe wako katika home ground, kwa maana ya kwamba wenyewe hawana stress kabisa. Hawa hapo wanaenda katika dimba hilo, wanawasha na taa kabisa, taratibu kabisa, hawana shida yoyote, kwa maana kwamba msafara ushakamilika, washapanda gari wanifanya kuliko unaweza kaliona hapo linapita kila sehemu, full mkoko hapo, dili linakwenda hilo, inaitwa Bunazi FC, Bunazi Football Club, hawa hapo. Lakini pia huko Everton wakipanda gari tayari kuelekea uwanjani, hawa ndo Everton, gari lao ndo hilo hapo, linasomeka vizuri kabisa Everton, na wao vile vile hawa wapo hotelini, wako ugenini leo. Kwa hiyo watoka hotelini wanakuja katika dimba la Bunazi FC Stadium, tayari wanapanda. Kumbuka na wenyewe wanapanda na wanawake, kwa maana ya kwamba wao wanapandisha na wanawake kwa sababu ni viongozi mbalimbali, lakini pia wengine ni wa supporters wa timu. Kwa hiyo hapa ni wachezaji na viongozi mbalimbali ndio wanapanda basi, tayari wanataka kwenda kuelekea katika dimba hili la Bunazi FC, tayari kuikabili Bunazi FC ambayo leo yuko katika uwanja wao wa nyumbani wa kujidai. Hawa hapo Everton. Pia msafara wa Bunazi FC huko bado unaendelea kuelekea katika dimba hilo la Bunazi FC Stadium. Tayari wamefika beli hapo, unaweza kuona hapo stop. Wako darajani sasa hapo. Unaliona basi liko moto kweli pale. Lakini huko bado wapo katika eneo la kupandia. Lakini hivi ndivyo hali ilivyo katika dimba la Bunazi FC Stadium. Unaweza kuliona hapo linasomeka vizuri. Mashabiki bado sio wengi. Kujua lishazama, lakini huko bado kuna jua. Kumbuka huko anakochezea ni jua kabisa. Mbungi inapigwa mchana, lakini kwa anakotoka kila mmoja tayari kuna giza, lakini huko bado jua linapiga kweli. Msafara wa Everton tayari unaelekea uwanjani. Kumbuka Bunazi FC wenyewe washanyanyua kule. Msafara huko njiani unaelekea katika dimba la Bunazi FC Stadium. Hii ni Houston TV, furaha kwa wote. Ndugu mtazamaji, na hii ni Houston Sport One HD. Usahau kulike, kushare na comment. Kwa mfano kama unavyoona hapa, tangazo linaloendelea kusoma kwamba hewe Mtanzania na Mwafrika Mashariki. Hivi unajua Houston TV ndio habari ya mjini hapa ndani ya TikTok. Msafara wa Everton wakielekea uwanjani ndio hapo, full mkoko kweli. Mvua inanyesha huko, unaweza kaona hapo. Na wenyewe tayari wamefika Belia. Kwa hiyo mbungi ni moja kwa moja draw. Kama draw tayari kila mmoja anaelekea katika dimba la Bunazi FC Stadium. Lakini pia usahau kuendelea kuangalia katika tangazo letu hili hapo, unaweza kuliona hapo Houston Sport HD ndani. Kila mmoja anaendelea hapo. Kwa hiyo hii ni Houston TV, furaha kwa wote. Kubwa zaidi ni Houston Extra, ambapo hapo utakutana na vituko vichekesho na mingine kibao. Unaweza kulisoma kwa tangazo bado linaendelea. Lakini huu ni msafara wa Everton wakielekea uwanjani tayari kuikabili Bunazi FC Stadium FC. Kumbuka hapa kwa kuandika neno Houston Sports, bila kusahau like, kushare na comment. Ushafanya yote, endelea kufurahia burudani na Houston TV. Share kwenye zunguka vizuri hapo pembeni. Lakini hao wamefika round about Everton yao hapo. Lakini pia huku ni Houston TV, furaha kwa wote. Huko na wao kuna link unaweza kaona hapo, msafara wa Bunazi FC ukielekea katika dimba hili. Timu wa live sasa. Hao washawasili na wamewasili kwa muda mmoja ule. Sasa utashawasili. Bunazi FC wamewasili katika dimba la Bunazi FC Stadium, lakini pia Bunazi Football Club shawasili, lakini pia Everton wao tayari wamewasili. Kama unavyoona hapo, huyu kawasili katika dimba hili la Bunazi FC Stadium, na kila mmoja Everton naye kashawasili. Kwa hiyo sasa uhakika mchezo huu kupigwa upo, kwa maana ya kwamba hii ni moja kwa moja kutoka katika dimba hili la Bunazi FC Stadium. Kila mmoja kashawasili hapa. Na wachezaji wao wanashuka, unaweza kuona huko Bunazi FC, Bunazi Football Club wanashuka hapo gari lao, na Everton bila hapo linasomeka vizuri. Everton wanashuka katika gari lao hapo. Timu ya live muda huu unaweza kaona hapo. Kila mmoja anashuka, na muone hapo Lewandowski ameshuka hapo. Lewandowski kashashuka hapo. Kila mmoja kashuka. Sasa angalia. Hii ni production ambayo inaleta kabisa na Houston TV, Houston Media. Hii hapo kabisa unaweza kaona hapo DLS endelea kuchangamka, kwa maana kama unaweza kaona uwekezaji
na timu na thamani ya ligi ya DLS inaonekana kwelikweli, kwa maana ya kwamba udhamini uliowekwa, pesa iliyoingizwa humo wamewekeza kwelikweli katika basi bora kabisa, unaweza kuiona hapo. Hii ndio DLS Premier League, bila kusahau tunashirikiana vyema kabisa na DLS. Mimi ni Austin Audax. Sasa mtazamaji, twende break, tarajia muda mchache kutoka hivi sasa, tafadhali salia nasi. Afrika Mashariki na leo Austin TV ndio habari ya mjini hapa ndani ya TikTok na YouTube. Kama ni hata nikupa hii Austin TV habari za kutana za furaha. Kapa wana Austin Sport HD. Austin Sport HD nayo ndani. Austin Spotify HD. Austin Spotify HD nayo ndani. Kubwa zaidi ni Austin Extra, ambapo utakuta na vituko, vichekesho na mengine kibao. Sasa lisita na ondoni kutafuta baadaye ya TikTok, bila kusahau kusubscribe YouTube kwa kuandika neno Austin Sports, bila kusahau kulike, kushare na comment. Kwa upande wa TikTok, bila kusahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Kwa upande wa YouTube, ukishafanya yote hayo, endelea kufurahia burudani na Austin TV. Austin TV, Austin TV again, Austin TV, Austin TV, Austin TV. Furaha kwa wote, 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 wote. ATM से काढ़े लो रुपया हो, ATM से काढ़े लो रुपया हो, पटना के मेला चला सैया हो, पटना के मेला चला सैया हो, चाट छोला खाई जाई मिठाइया हो, चाट छोला खाई जाई मिठाइया हो, पटना के मेला चला सैया हो, पटना के मेला चला सैया हो, ATM से काढ़े लो रुपया हो, पटना के मेला चला सैया। Naam, asante sana mtazamaji wa Austin TV kwa kuendelea kusalia nasi. Hii ni Austin TV, furaka wote nikupisha tu kwamba usahau kusubscribe, kulike, kushare na comment kule ndani ya YouTube, lakini pia usahau kufollow ndani ya TikTok kwa kuandika neno Austin Sports. Utatupata vyema kabisa mtazamaji wa Austin TV. Austin TV, furaka wote. Sasa karibu tuendelee na uchambuzi wa mchezo huu wa Bonazi FC dhidi ya Everton. Kumbuka studio nitakuwa nami Austin Audax. Nitaendelea kupitia katika uchambuzi wa mchezo huu wa leo. Kumbuka hii ni Austin TV Flakota. Leo hii ni Bonazi FC dhidi ya Everton. Kumbuka leo ndo leo, asemaye kesho ni mwongo. Kumbuka huku ndo Tanzania. Kumbuka tuko live kupitia Austin Sports HD. Kumbuka hivi ndivyo hali ilivyo katika dimba la Bonazi FC Stadium. Muda ule akwemo na mashabiki, lakini sasa hivi mashabiki washakuwa full house. Sasa tutategemea uhakika wa mbugi kupiga upo. Hali ya hewa ni shwari kabisa. Dimba ni full house, kapeti nzuri kabisa, iko tayari kwa mchezo wale kama hivyo kushuhudia hapo. Hii ni Austin TV. Kwambia tu kwamba endelea kaa hapo ulipo, usibanduke, kwa maana ya kwamba mashabiki washajitokeza. Sasa na wewe mtazamaji, chaguo lako ni kaa mbele ya TV yako ya Austin TV kwa ajili ya kuendelea kushuhudia kinachotili katika uwanja, kwa sababu ya kwamba Austin TV flako tena tumekusogezea karibu chote hivi. Sasa hii ni tengi ya Bonazi FC. Hapo ni Bonazi FC wakifanya mazoezi mepesi. Hapo wanapasha misuli joto kwa ajili ya kuingia dimbani kufana na
Everton. Sasa nao ni Everton waliovaa jezi za blue na nyeupe, hapo ni Everton. Kumbuka huku ni mazoezi mepesi Ausen TV flaka wote. Hawa upande wa huku ni Bonanza FC, hawa weupe, lakini hawa blue kwa nyeupe ni Everton. Nikwambia tu kwamba Ausen TV flaka wote tayari wanapasha misuli joto hapo tayari kwa ajili ya mchezo huu wa leo. Kumbuka hii ni Ausen TV flaka wote. Usisahau ku like, kushare na comment. Kama unavyomwona Konde hapo na yeye tayari yuko anapasha misuli joto, lakini huko Arsenal inamuona hapa akiwa ameshika mpira anapasha misuli joto, bila kumsahau Calvert Palieni pamoja na Talios. Sasa mtazamaji wa Ausen TV, twende bleki, tukirejea tutakuja kuangazia makocha wa timu zote mbili wameingiaje leo hii, kwa maana ya kwamba tutakuja kuangazia mfumo wa timu zote mbili leo hii wanaingiaje makocha. Kumbuka Bonanza FC wameingia na 3-4-2-1 formation, lakini pia Everton wameingia na 4-2-3-1 formation. Lakini twende bleki kwanza, tutakaporejea tutakuja kuangazia mifumo hii kiundani zaidi. Tafadhali salia nasi. Mimi ni Ausen Audax, tafadhali twende bleki, tutakaporejea tutakuja kuangazia zaidi katika mfumo wa makocha wa timu zote mbili leo walivyoingia. एटीएम से काढ़े लो रुपया हो, एटीएम से काढ़े लो रुपया हो, पटना के मेला चलो सैया हो, पटना के मेला चलो सैया हो, चाट छोला खाई जाई मिठाइया हो, चाट छोला खाई जाई मिठाइया हो, पटना के मेला चलो सैया हो, पटना के मेला चलो सैया रुपया हो, एटीएम से काढ़े लो रुपया हो, पटना के मेला चलो सैया हो, पटना के मेला चलो सैया हो, चाट छोला खाई जाई मिठाइया हो, चाट छोला खाई जाई मिठाइया हो, पटना के मेला चलो सैया। हो, एटीएम से काढ़े लो रुपया हो, पटना के मेला चलो सैया। Asante sana mtazamaji wa Ausen TV kwa kuendelea kusalia nasi na kwa kuendelea kuifanya Ausen TV kuwa sehemu ya maisha yako, kwa maana ya kwamba tunakupa furaha kwa muda wote. Kumbuka hii ni Ausen TV furaha kwa wote. Mimi ni Ausen Audax, mtangazaji wako ambaye nakutangaza kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ndipo makao makuu ya Ausen TV. Niko ndani ya studio za Ausen TV, studio bora kabisa zilizo Dar es Salaam, Tanzania. Kumbuka hii ni Ausen TV furaha kwa wote. Sasa mtazamaji, nikumbushe kwamba usahau ku like, kushare na comment, pia usahau kusubscribe YouTube channel yetu kwa kuandika neno Ausen Sports, tutakupata vyema kabisa. Hii ni Ausen TV furaha kwa wote. Sasa mtazamaji, nikumbushe kwamba hii ni Ausen TV furaha kwa wote na ni Ausen Sports HD, kwa maana ya kwamba sisi ndo bado wakutoa vilipuzi vya furaha ya moyo wako. Naam, sasa tuangalie kiufundi zaidi makocha wa timu zote mbili wanaingiaje leo hii. Mfumo wa Bonanza FC ni 3-4-2-1 formation, lakini mbele yake akiwa ni Lewandowski. Lakini mfumo wa Everton, mfumo wao ni 4-2-3-1 formation, mbele akiwa ni Calvert Lewin. Lakini hapa Lewandowski atakuwa anacheza maeneo haya hapa. Huyu ndo Lewandowski, atakuwa anapita katika maeneo haya hapa, anacheza ndani ya box. Huku atakuwa anashirikiana na Coman atakuwa analeta mpira, anakuja na overlap mpaka huku juu, kisha anamwaga cross. Anacheza maeneo haya hapo Coman ili amwaga cross kwake huku Lewandowski. Pia Lewandowski atakuwa anasaidiwa na Kevin De Bruyne, ambapo De Bruyne atakuwa anacheza maeneo haya hapa, na yeye atakuwa anatoka huku katika upande wake wa Bonanza FC, anakuja mpaka hapa mwisho huku kabisa, au hapa alipo anamwaga cross mpaka huko. Lakini pia Pedri atakuwa anasogea huku juu na Gondoni katika kiungo hapa. Sasa hao atakuwa anafanya kazi moja ya kuzuia akina Guea na Mangala wasiweze kuleta madhara, au Pedri anaweza akasogea nyuma ili akishe anakuja kusaidia akina Van Dijk au Gondoni, anakuja anacheza maeneo haya hapa ya nyuma, hama anasafiri mpaka maeneo haya hapa katikati hapo ili aweze kukilia nafasi zote ambazo
zinaletwa na wakina Calvert Gunie au anakuja kupata bato na Guihea na Mangala. Lakini pia wakati huo Kevin Dibaya anaweza akacheza akasogea kwa ndani. Anaweza akacheza akasogea kwa ndani huku Di Paulo akiwa anakuja kuhakikisha ulinzi kabla Konda hajafikiwa huko. Anaweza akaja huko, lakini Parafinya akawa anakuja anasogea maeneo haya hapa. Anacheza anakuja anazoea kina Lindstrom kwa kizuia kabisa mpira usiweze kumfikia Konde wala Damvaji. Lakini Konde akiwa anacheza maeneo haya hapa na Kimi. Konde na Kimi watakuwa wanacheza maeneo haya hapa kuhakikisha kwamba kabla Van Dijk na Alisson hawajafikiwa wenyewe shafika mpira huo. Kumbuka na Van Dijk atakuwa anacheza maeneo haya hapa huko akiwa anasaidiana na Konde. Hawa watakuwa wanafanya shepu ya ulinzi kwa jumla. Kwa hiyo watakuwa wanahakikisha kwamba wanazuia mpira huu usiweze kumfikia Alisson. Kwa maana hiyo ni kwamba hapa huu ndio mfumo ambao watakwenda kutumia Bonanza FC, kwa maana ya kwamba wachezaji wote watakuwa wanacheza katika maeneo yao halisia. Watakuwa wanasogea mbele kidogo akina Kimi ama Konde. Ama Kimi anaweza akacheza maeneo haya hapa huku Van Dijk akasogea kidogo ambaye ndo captain. Lakini pia Alisson huyu ni modern goalkeeper, kwa hiyo huwa anapenda kucheza na wachezaji wenzake kwa kutoa pass kwa kina Alisson, kwa kina Kimi au Parafinya. Parafinya anaweza akacheza pale huku Di Paulo akicheza maeneo yote hapa katikati hivi. Hii ndio shepu ya Bonanza FC ambavyo tunategemea iwe katika mchezo huu wa leo. Kumbuka hii ni Awesome TV. Flaka wote usisahau kusubscribe wala kutufollow ndani ya TikTok kwa kuandika neno Awesome Sports. Utatupata vyema kabisa, bila kusahau kulike, kushare na kucomment. Hii ni Awesome TV. Flaka wote. Kumbuka mpenzi mtazamaji, huku Dibaya anaweza kama cross kama unavyoona hapa ikamfikia Lewandowski, lakini pia Coman naye kama cross ikamfikia Lewandowski. Kazi yake Lewandowski moja ni kumwaga mpira ndani ya kamba. Yeye anatakiwa aweke kamba ndani. Kama unavyoona hapo umetelewa vizuri hapo. Coman ama Dibaya wote watakuwa wanamletea mpira Lewandowski ili aweze kupata kwa urahisi, kwa sababu yeye ndo mshambuliaji wa mwisho pale, ndo kinara. Kwa hiyo atakuwa anafanya kazi ya kuweka tu mpira ndani. Kwa maana hiyo kwamba hapa Lewandowski kazi yake ni moja tu, kuweka mpira ndani. Sasa mpenzi mtazamaji, wakati anarudisha wachezaji, nakwambia tu kwamba Awesome TV, flaka wote popote pale ulipo, usisahau kutufollow wala usisahau kusubscribe YouTube channel yetu kwa kuandika neno Awesome TV. Hii ndio shepu ya Bonanza FC watakaocheza leo hii. Kumbuka hii ni Awesome TV, flaka wote. Sasa wakati anarudisha vizuri ya wachezaji katika maeneo yao halisia, iliweza kufunulia kwa upande wa Everton leo hii wanaingiaje. Nikukumbusha tu kwamba usisahau kutufollow kama nilivyokuambia hapo awali, wala usisahau kulike, kushare na comment, bila kusahau kusubscribe YouTube ili usiweze kupita na kila kitu ambacho kinaendelea ndani ya Awesome TV, flaka wote. Kwa hiyo tunategemea kuona shepu hii hapa, ambapo kwa Coman, Parafinya na Dibaya wote watakuwa na kazi moja tu, kusogeza mpira mbele, huku akina Parafinya akiwa anazuia maeneo haya hapa, akina Lindstrom wasiweze overlap na akina Coman. Lakini pia Lewandowski naye akiwa anacheza maeneo hapa mbele, atakuwa anacheza ndani ya box. Kumbuka huku upande wa Everton kapteni wao ni Pickford, lakini huku kapteni wao ni Van Dijk, unaweza kumuona hapo na rusinga yake hapo anayo hapo ya captain. Sasa tuangalie Everton leo hii. Calvert atakuwa anacheza maeneo haya hapa, atakuwa anakuja ndani ya boxi, anakaa hapo karibu na Alisson. Yeye atakuwa anasaidiwa na Ndiaye. Huyu atakuwa anatoka huko anakuja mpaka huko mwisho anamwaga cross. Kwa hiyo atakuwa anamwaga cross kama unasijua zile cross, lakini pia atakuwa anasaidiwa na Lindstrom atakuwa anamwaga cross zinakuja anatoka nyuma, ama anaweza akapiga mwenyewe huko ndani, lakini pia yeye kazi yake ni moja tu, kuleta cross. Kwa hiyo tutategemea kosi kwa hivyo. Hawa wakina Dorcas, Guihea, Mangala na Mkolenko na Obleini wenyewe watakuwa kazi moja tu, kuhakikisha hapa viungo vya wakina Pedri na Gondan hawatoki kabisa huko. Lakini pia huko nyuma atakuwa Taliowski na Blaitwaite. Hao ndio watakuwa wanafanya kazi ya kuhakikisha huko nyuma kwa salama. Pia Pickford atakuwa na kazi moja tu, yeye atakuwa na yeye ni mtu ambaye anapenda kucheza na mabeki wake, kwa hiyo atakuwa
piga pasi, Bright White anampigia Pickford, Pickford anampigia Tarkowski, ama Bright White acheza maneno haya hapa, huku Tarkowski atakuwa na baki nyuma kwa ajili ya kubina Pickford ambaye ndio goalkeeper hapa. Kwa hiyo nategemea kuona shape ikiwa hivi kwa Tarkowski na Bright White. Kwa maana hiyo huku akina Coman itakuwa ni ngumu sana kupita kwa Blaine na Guhea na Mangala na Michaelenko, kwa sababu huyu ni full back wa upande wa huko hivi. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana kwa sababu huyu huwa anapanda faster na huwa anashuka haraka. Kwa hiyo tunategemea kuona safu ya ulinzi ya Everton haipitiki kirahisi. Kwa maana hiyo ni kwamba hii safu ya ulinzi ameamua kuanza na walinzi wanne, ili huyu O'Brien anaweza akaja akacheza mpaka huku ndani na akamwaga cross, kwa sababu ya kwamba anaweza akatembea kutoka ndani na akaleta mpira akaweka ndani. Lakini pia hapa kwa kina Gueye na Mangala ameamua kuacha viungo wawili hapa, ili kwa sababu kunyuma ashaweka walinzi wa 4. Lakini pia Ndiaye anaweza akawa anatoka huko nyuma anakuja anashambulia huko mbele na anaweka cross kwa kina Calvert Lewin, wote wanaweza kuweka mpira ndani. Lakini pia hawa kina Gueye na Dorcas Ndiaye na Calvin huyu hapa huyu Calvin na yeye atakuwa anacheza maeneo haya hapa. Sasa mtazamaji, kama ulivyoona hapo, hivi ndivyo havyo makocha wa timu zote mbili wameamua kuingia leo hii. Sasa mpenzi mtazamaji, twende break, tukirejea ni moja kwa moja katika dimba la Bonanza FC kwa ajili ya kushuhudia dakika 45 za kipindi cha kwanza mchezo kati ya Bonanza FC na Everton. Kumbuka hii ni Awesome TV, fulaka wote usisahau kusubscribe wala usisahau kutufollow ndani ya YouTube channel yetu kwa kuandika neno Awesome Sports, bila kusahau kulike, kushare na comment. Kumbuka Awesome TV, fulaka wote usisahau kusubscribe ili usiweze kupitiwa na mambo mengine kibao. Kumbuka tuna break, tukirejea moja kwa moja dimbani. Mashariki unajua Awesome TV ndio habari ya mjini hapa ndani ya TikTok na YouTube. Sasa kama ni hata nikupa hii Awesome TV habari za kutangaza za furaha. Kapa una Awesome Sport HD. Awesome Sport HD. Awesome Sport HD nayo ndani. Awesome Sport HD. Awesome Spotify HD nayo kubwa zaidi ni Awesome Extra, ambapo utakuta na vituko, vichekesho na mengine kibao. Sasa ulikutana na ndoa nikutafuata ndani ya TikTok, bila kusahau kusubscribe YouTube kwa kuandika neno Awesome Sports, bila kusahau kulike, kushare na comment. Kwa upande wa TikTok bila kusahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Kwa upande wa YouTube ukishafanya yote hayo, endelea kufurahia burudani na Awesome TV. Awesome TV again, Awesome TV, Awesome TV, Awesome TV, furaha kwa wote. Asante sana mtazamaji wa Awesome TV kwa kuendelea kusalia nasi. Sasa mtazamaji, umefika ule muda ambao ni wa kwenda katika dimba la Bonanza FC Stadium kwa ajili ya kushuhudia dakika 45 za kipindi cha kwanza. Sasa studioni ulikuwa nami Awesome Audax, kutangaza moja kwa moja kutoka Dar es Salaam Tanzania, hapa makao makuu ya Awesome TV. Nikukumbusha tu kwamba usisahau kusubscribe wala usisahau kulike, kushare na comment kwa upande wa YouTube, lakini pia usisahau kutufollow ndani ya TikTok, bila kusahau kulike, kushare na comment. Sasa mpenzi mtazamaji, studio ulikuwa nami Awesome Audax na hii Awesome Sport HD, Awesome TV, flaka wote. Sasa mtazamaji, nipeleke kwake Sonny Boy Kijuka Maestro kwa ajili ya simulizi ya dakika 45 za kipindi cha kwanza mchezo kati ya Bonanza FC dhidi ya Everton. Kumbuka Awesome TV, flaka wote kwako Sonny Boy Kijuka Maestro.
Karibu sana mtazamaji katika matangazo mbashara. Leo asema kesho ni mwongo. Tazama mandhari bora kabisa. Mungu aliumba dunia lakini akaona alete vitu vya kuvutia na kuvutia wanadamu na kuleta vitu vitaweza kuwapatia furaha ya moyo. Tazama leo ni Bunazi FC dhidi ya Everton. Tazama utalii bora kabisa na dunia unapata fahari ya macho. Lakini Mungu alileta kumbisa mkutano ili watu waweze kujadili mambo mbalimbali yanayohusu maisha yao, lakini pia Mungu akaleta magari kwa ajili ya watu kuweza kumove, lakini pia akaleta vitu vinaweza kuvutia na kuelea juu hewa kama unavyoona maboya, lakini pia akaona alete ndege kwa ajili ya watu kuweza kusafiri umbali mrefu kwa muda mchache na kwa ufahari kabisa. Tazama mandhari yake, akaleta wanasayansi kwa ajili ya kuchunguza baadhi ya vitu mbalimbali. Mungu akaleta kameraman kwa ajili ya watu wanaoita kameraman kupata kazi na kupata ajira, lakini pia wanasayansi wakaendelea kutengeneza vitu mbalimbali, na hapo ndipo ambapo waliweza kutengeneza pikipiki na wanasayansi wakazidi kubuni vitu mbalimbali, ndio hapo wakabuni robot, lakini pia akaleta mapikipiki yakazidi kuwa mengi zaidi. Tazama mambo yalivyokwenda. Mungu akawa tunapauka kama kutetea mafuta kwa ajili ya kuweka sawa mili. Mungu akaleta vipodozi kwa ajili ya wanawake, lakini pia hata wanaume wanaopenda kujipodoa, lakini pia Mungu akaleta maua kwa ajili ya kupata furaha ya moyo na macho ya wengine wa Tanzania. Pia Mungu akaleta ndege na ndege wanaofurahisha mioyo yetu. Lakini pia Mungu akaleta wakulima na akaleta na magari kibao ya mashindano kwa ajili ya watu kushindana na kufanya michezo mbalimbali. Mungu akaleta ice cream kwa ajili ya kupata furaha ya mdomo na moyo kabisa hapo. Lakini Mungu akaleta chupa za chai kwa ajili ya kutunza vitu mbalimbali. Mungu akaleta wafinyanzi wana sanaa kwa wanafinya vitu mbalimbali. Mungu akaleta miti mikubwa kwa ajili ya watu kuweza kuabudu vitu mbalimbali, na hapo ndipo hapo tunakutana na nyumba za kale kwa ajili ya vitu na ukumbusho wa vitu ambavyo viliwahi kuwa hapo nyuma. Lakini pia Mungu akaona ni kama watu wamechoka kuishi katika vijiji, lakini Mungu akaleta mandhari nzuri zaidi, akaona watu wahamie katika mji, na hapo ndipo hapo ukaona magorofa na mambo mengine kibao kabisa. Na hapo ukisikia sauti hiyo inamaanisha kwamba tuko katika jiji ambalo Mungu anakwenda kupiga leo hii. Tazama, huu ndo mandhari ya dunia hii. Lakini hapo ndipo hapo ikazaliwa vijijini na mjini. Na huu ndo uwanja wa Bunazi FC. Tazama atmosphere ya uwanja wa Bunazi FC stadium ilivyokumbuka. Leo ni Bunazi FC zidi ya Everton. Timu zote mbili zinaingia uwanjani, lakini vile vile kocha leo wa Bunazi FC anaamua kuja hivi 3-4-2-1 formation. Golini akiwa amekaa Alisson, lakini pia analinda na beki watatu Hakimi, Van Dijk pamoja na Konde, lakini viungo pale ameweka Rafinha, Pedri, Gonzalo na Di Paulo. Kumbuka viungo washambuliaji leo hii ni Coman, Dibayani pamoja na mshambuliaji kinara pale ni Lewandowski. Substitution kama Lukman, Jota pamoja na David Villa, lakini chini ya kocha Adelitus. Na hii ni Ausoni Sport on HD. Kumbuka hii ni Ausoni TV, flag kwa wote. Hivi ndio hivyo kocha cha Bunazi FC leo hii kimeingia, lakini kikosi cha Everton leo hii wanaongea hivi 4-2-3-1 formation, huko goli kama pack forward, lakini pia walinzi ni Mwenyekolenko pamoja na Blight pamoja na Oblaini akiwa anaongoza pale na Tariwas, lakini viungo katikati hapo ni Ndiaye pamoja na Guia pamoja na viungo washambuliaji ni Dorcas pamoja na Mangala, lakini Lindstrom bila kumsahau Calvert-Lewin pale mbele, lakini pia substitution amekaa Beto Colhane pamoja na Msnaili ndio katika savu na wengineo. Kumbuka hii ni Ausoni Sport on HD, tuko live kutoka katika dimba la Bunazi FC stadium, na hii ndivyo mambo yanakwenda. Na wachezaji wote inaonekana wako tayari kwa mchezo wa leo, na referee anasema anza kabumbu. Bwana Yesu asifiwe Dar es Salaam, Bwana Yesu asifiwe Tanzania, Bwana Yesu asifiwe Afrika, Bwana Yesu asifiwe England, Bwana Yesu asifiwe ulimwengu wote wa soka. Karibu sana katika dimba la Bunazi FC stadium. Leo hii ni Bunazi FC zidi ya Everton. Kumbuka ni live kutoka katika dimba la Bunazi FC stadium kupitia Ausoni Sport on HD. Katika nafasi sasa hivi atalia hainanyaka vizuri sasa pale Alisson. Tazama kwa shambulizi mapema kabisa, analusha sasa, anamtafuta Lewandowski, anarusha sasa Dorcas na mpira unakimbia, unaweza Dorcas sasa na mfasi Dorcas anakaa vyema tena, Alisson anaokoa tena Bunazi FC hapa. Alisson tazama, ilikuwa ni 1v1 pale. Sasa anaanza na Konde sana mpira kwa Pedri anatafuta Lewandowski kwa anamtafuta Dibayani, atakataliwa kwa Dibayani, anapata Dibayani kwa Lewandowski
kudadeki na bongo kudadeki. Pickford anakuwa pale sasa. Tazama, huyu ni mwamba kweli. Pickford sasa anapiga ndefu kutafuta, anaondosha sasa Konde na mpira. Anatafuta kule, badala anakimbilia sasa. Mwenkolenko anakimbilia sasa mpira ule. Mwenkolenko anapata free kick. Dibayana anaambiwa ufanye mazambi hapo. Tazama sasa. Kwake Di Paulo, Lewandowski. Lewandowski anaandika chuma cha kwanza kwa Bonanza FC. Tazama, Lewandowski alipokea pasi vyema kabisa kutoka kwa Di Paulo. Akaja akaweka ndani pale Lewandowski. Chuma cha kwanza kwa Bonanza FC. Lewandowski anaandikia Bonanza FC chuma cha kwanza. Tazama, bali na mbamba alichambua akachambua kweli. Game on, Bonanza FC 1, Everton 0. Utakuwa nami Sonny Boy Kijuka Maestro kwa dakika zote 90 za mchezo huu. Tafadhali salia nami. Na hii ni Auson Sport Energy, usahau kutufollow. Bila kusahau kulike, kushare na comment ndani ya TikTok. Lakini pia usahau subscribe ndani ya YouTube channel yetu ya Auson Sports. Kwa kuandika neno Auson Sports utatupata vyema kabisa. Anaweka sasa maji huku ndani, anaondosha sasa Van Dijk, anaondosha kwake Dibayani na mpira sasa. Lewandowski katika nafasi nzuri leo. Sasa Komani anapata sasa Lewandowski na mpira. Lewandowski sasa. Lewandowski Dibayani na mpira. Dibayani. Haya kataloa vizuri sasa. Mwenkolenko sasa kataloa sasa. Anapata sasa Dibayani sasa. Badana Pedri kwake Van Dijk sasa. Dibayani sasa badana. Dibayani atakuwa na nzuri sasa. Sasa ni free kick. Kadi ya njano kwa Ndiaye kwa kumchezea vibaya Kevin Dibayani. Sasa ni free kick kuelekeza katika upande wa Everton. Nyuma ya mpira ni Pedri. Shoot off target. Piga free kick mbovu kabisa pale. Pedri sasa ndiye amepiga shoot hilo. Tazama, alinyoosha lakini kipimo chake kwenda sawa na yeye kadri alivyotarajia. Sasa Pickford sasa mpira anampa Braithwaite sasa Tarkowski. Inatonja sasa Tarkowski. Anatoa nje. Dakika moja na maongeza sasa. Palafina sana mpira. Palafina anarusha pale sasa kuelekeza Everton. Palafina atakiwa arushe mpira kuelekeza Everton. Kumbuka hii ni Auson Sport HD. Tuko live kutoka Kadima hili. Anarusha sasa ndefu kutafuta. Anarusha kwa kichwa sasa. Time. Tumeshuhudia mbungi ya maana kwa kipindi cha kwanza. Boli imepigwa na wanaume 22 uwanjani. Hii ni friendly match. Yaani utafikiri ni ligi maalum fulani hivi, lakini kwa mtu kama ni friendly match ya Bonanza FC dhidi ya Everton. Game ya kiume kabisa, game ya kibabe kabisa. Hii ilikuwa ni live kutoka katika dimba la Bonanza FC Stadium. Mchezo ni half time. Kumbuka hii ni Auson Sport HD. Usahau kulike, kushare na comment, lakini vile usahau kutufollow ndani ya TikTok, bila kusahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Auson Sports. Nikwambie tu kwamba hii ni Auson Sports 1 HD. Time Bonanza FC 1 Everton 0. Ulikuwa nami Sonny Boy Kijuka Maestro, Auson TV flako wote. Tukutane kipindi cha pili. Naam, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika, zikiwa zimekamilishwa na simulizi bora kabisa kutoka kwa Sonny Boy Kijuka Maestro. Mambo ya dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika hivyo. Sasa mtazamaji, twende break. Tutarejea kwa ajili ya uchambuzi zaidi wa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tafadhali salia nasi. Auson TV, furaha kwa wote. Asante sana mtazamaji wa Auson TV kwa kwenda kusalia nasi. Nikukumbusha kwamba hii ni Auson Sport 1 HD. Nikukumbusha kwamba usahau kulike, kushare na comment kwa upande wa TikTok, like pia usahau kusubscribe ndani ya YouTube channel yetu ya Auson Sports. Ukisha tafuta Auson Sports utapata vyema kabisa. Sasa mtazamaji wa Auson TV, tuangazie takwimu za mchezo wa Bonanza FC kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza dhidi ya Everton. Magoli ni 1-0. Goli la Lewandowski akipokea pasi mlua kutoka kwa Di Paulo, lakini pia position ni 43 kwa
57, Everton wakiwa wanaongoza kwa upande wa position. Lakini pia kwa upande wa shoots, mashuti yale kwa ujumla ni 5 kwa Bonanza FC, lakini pia kwa mawili kwa Everton. Lakini pia tacticals ni 2-2, lakini pia passes sahihi zile ni 10 kwa Bonanza FC, 8 kwa Everton. Lakini pia kona ni 0-0 mpaka sasa tujashuhudia kona hata moja. Lakini pia foul ni 1-1, lakini pia offside ni 0-0. Lakini pia match rating, mchezaji ambaye anakuwa katika kiwango bora cha mchezo huu mpaka sasa ni Di Paolo akiwa na assist moja, na huyu ni center midfield akiwa na point 7.1. Lakini pia huyo wa Everton mchezaji ambaye yuko katika kiwango bora cha Everton ni Dorcas, huyu ana point 6.5 akiwa na goli wala assist. Na hizo ndio takwimu za dakika 5 za kipindi cha kwanza. Sasa mtazamaji, tuangalie shambulizi la kwanza kabisa la mchezo alilofanya Everton. Hapa alikuwa anakuja na mpira, wakati huo Van Dijk akiwa anajikanyaga akapitiwa, akaja akaweka ndani, lakini wakasaidiwa na Harrison, alikuwa amekaa vyema kabisa pale. Huyu hapa alikuwa anakuja na mpira, Mkolenka overlap kutoka nyuma mpaka huko, akaja akachekecha, akasumbua kidogo pale, akawa anavuta kama unavyoona. Alikuwa ataka atoe pasi ndani ya box, lakini akaamua akati. Wakati huo Van Dijk wakati anajitahidi kuokoa mpira, akaja akapitwa na Dorcas. Huyu hapo Dorcas, wakati naye anamtafuta Calvert Lewin, huyu hapa jezi namba 9, akaamua kushuti ndani. Hivyo ndio fahamu Alisson akaokoa dakika za kipindi cha kwanza mapema kabisa. Lakini wao Alisson akaupiga ule mpira, alivyonyosha ukaja ukamkuta Msnelli, yeye akaamua kuja kuweka ndani huku. Dorcas akimiana mpira, Alisson akaokoa tena kwa mara nyingine ya pili, kwa maana ya kwamba Alisson kama unavyoona hapa alishika mpira, yeye Alisson akaamua kurusha mbali kumtafuta Lewandowski, lakini Lewandowski alivyozidiwa maarifa, ule mpira ukamkuta Dorcas huko mbele. Lakini wakati 1v1 tazama 1v1, lakini alishindwa kufukuta kwa sababu ya mfumo kutokuwa sahihi. Sasa mtazamaji, tuangalie bao la tuangalie shuti ambalo lilipigwa na Lewandowski kipindi cha kwanza. Ile hapa lilianza kwa golikipa, akaja Debani akampatia huko Lewandowski akanyosha, lakini likaja likagonga mwamba. Hilo ndio shambulizi ambalo walimfanya Bonanza FC kipindi cha kwanza kabisa, dakika za mwanzoni. Wakati huo mpira unaanza, angalia hapo, hasa alianza mpira kwa Konde akampatia pale Pedri, huyo alimpa Pedri, Lewandowski akakutana na mpira ule. Sasa wakati huo Dybala naye akaja, tazama hapa, alikuwa kama anakuja kumkamata hivi, lakini akamzidi maarifa, akapitisha pasi fulani hivi akamkuta Lewandowski, na Lewandowski akanyosha. Wote ilikuwa nzuri sana hii na wala, lakini akakutana nao golikipa akaokoa na wao, na yeye akafanya save ya maana hapa. Hivi na hivyo mambo yalikwenda. Sasa wakati huo Pickford na yeye akaurusha mpira, lakini mpira ukamkuta Konde. Hii ndio sehemu ambayo imezaa bao. Wakati huo Mkolenka akiwa anakimbilia mpira ule, Dybala akaja akamfanyia pressing, lakini ikawa ni foul, kana kama ni madhambi imefanyika. Wakati anapiga mpira ule ukamkuta Di Paolo akaja hapa, Lewandowski akawachekecha, akaandikia Bonanza FC goli la kwanza, ambapo hapa ndio goli ambalo lilizaliwa. Tazama, ilikuwa nipiga foul, akapiga vibaya, ikamkuta Di Paolo akampa Lewandowski, akaja akatani, akatafuta space, akashuti. Hivyo ndivyo goli la Bonanza FC lilipatikana kipindi cha kwanza dakika 24. Naam, muda wetu ni kama umetuishia hivi sasa, mtazamaji wa Useni TV. Kumbuka hii ni Useni TV flako wote, nikwambie tu kwamba muda wetu hapa kuchambua mchezo huu umetuishia kwa dakika hizo kipindi cha kwanza. Sasa mtazamaji, twende kwake Sonny Boy Kijuka Maestro aliyeko katika dimba la Bonanza FC Stadium kwa ajili ya kutupatia simulizi ya dakika 45 za kipindi cha pili. Mchezo kishamalizika, tutarejea hapa kwa ajili ya uchambuzi zaidi. Tafadhali salia nasi kwa Sonny Boy Kijuka Maestro. Asante sana studio na karibu sana katika kipindi cha pili. Wakati huo Bonanza FC wafanya mabadiliko. Rafinha atoka anaingia Lukman, Di Paolo atoka anaingia Di Maria, Lewandowski atoka anaingia Jota, lakini yule Everton atoka Blaine anaingia Coleman, lakini pia Dorcas kwenda anaingia Msnelli. Kumbuka hii ni Useni Sports HD. Usisahau kulike, kushare na comment. Game bado iko ni sasa. Van Dijk anaondosha vizuri kulipa sasa Konde. Mpira sasa Coman kwake, mpira kwa Coman. Anasema Lukman toa nje sasa pale. Tazama mtonje tena kwa na Sonny Boy Kijuka Maestro kwa dakika zote za
mchezo tafadhali endelea kusalia nami na game live kutoka Bonanza FC Stadium katika nafasi sasa Msnaili. Piga ndefu kutafuta Michael Lengo sasa nimweke kule Lindstrom. Na mpira kule Lindstrom weka kale wini. What a header tazama. Imekwenda nje hii. Kale wini pala toka Lindstrom anjali sura kipipia. Kale wini atoka na ingia Beto katika nafasi sasa game bado iko live kutoka hapa Bonanza FC Stadium katika nafasi sasa. Lukman na mpira kwake Koman na mpira naye katoa nje vile vile tazama. Namkoga pale kocha pale sasa nenda kurusha pale kwake Alisson sana mpira. Alisson na mpira sasa. Bado anayo Alisson na mpira. Alisson na mpira. Na kuna nyaka vizuri sasa pale Alisson. Ana nyaka vizuri kulikoli pale Alisson. Anaokoa vizuri kulikoli pale katika nafasi tena. Ananipata sasa Beto na mpira. Kwake anamwekea offside. Tazama. Refa anasema ni offside. Tazama katika marejeo ya picha hii hapa. Tazama. Very tight. Game bado iko live kutoka Bonanza FC Stadium. Bado unayo Msnaili sana mpira. Toa ndefu kutafuta na wewe pala Kimi. Lakini sasa anacheza na Alisson. Van Dijk sasa. Kapoteza sasa. Beto anakuta klabao hapa. Amekuta inazaga pale. Wamejichanganya wenyewe wabeki wa Bonanza FC. Tazama. Beto kapata asali kwenye mtungi. Akasema kwa nini Slambe? Akaja akafika na lamba akakuta msugiko wazi. Akafika na lamba tu asali Beto. Anaandikia Everton chuma cha kwanza. Mzani umelevo. Anasawazisha moja sasa. Kama mwinaanza opti sasa. Achaanza haraka kule Alisson. Sana mpira. Tena Beto. Kuna deki. Anaandika chuma cha pili Beto on fire. Ndivyo kaingia sasa na kocha anasema yes. Taliwaski naye anasema yes za captain. Beto anaandikia chuma cha pili Everton ndani ya muda mfupi. Tazama. Wamejiuza wenyewe. Wamechanganyika kabisa safu ya ulinzi ya Bonanza FC. Tazama. Alisson alipiga pasi lakini kufika vizuri goli. Ikamkuta Beto akaja kaweka. Goli kipa Alisson akajikuta nalo clear. Everton 2. Bonanza FC 1. Tazama. Kuna deki. Beto huyo mamba ni hatari kweli. Dakika 0 tu kashaka chuma 2 kweli. Zote za maana kweli. Game on sasa. Anaenda sasa. Afungua turbo sasa. Kwake Alisson na mpira kule. Kona anaondesha sasa. Anapata sasa. Kwake. Na wenyewe wamechangamka. Bayern sasa na mpira. Bayern anaingia sasa Msnaili sasa na mpira. Guea sasa. Guea na mpira. Anapata sasa Msnaili na mpira katika nafasi Beto na mpira. Beto. Kabisa sasa. Alisson anao. Kona kikitazama. Wamechanganyikiwa kwa kweli Bonanza. Unapeleka pumzi moto. Nyuma ya mpira sasa. Anapiga ndefu kona huko. Dakika za jioni. Kuna deki. Kona weka chuma cha pili. Chuma cha tatu dakika za jioni kabisa. Wanakalakaza kabisa dakika 0 tu. Chuma imekwisha hapa. Kama imeisha dakika moja imeongezwa. Tazama. Kuna deki. Wata comeback. Tazama. Game on. Full time. Everton 3. Bonanza FC 1. Wamepiga magoli haraka kabisa hapa. Analala chini hawaelewi konda leo. Kila mmoja haelewi. Playoffs za mechi ni Beto tazama. Hii ni ya Usoni Sport on HD. Nikwambia tu kwamba wamekalakaza dakika za jioni kabisa. Wamekalakaza hapa Bonanza FC. Hawaelewi. Wamefanya comeback ya kibabe hapa. Kabumbu bishaisha. Level ya shapuliza kabumbu. Tazama. Mambo yalikuwa ya moto kabisa kweli. Hapa Beto ndio shujaa. Hata mimi mwenyewe napiga na bupua hapa. Imekuaje hapa? Wanafunga magoli haraka. Dakika 0 tu. Chuma 3 zimekaa. Wamefanya comeback ambayo itawahi kuonekana duniani. Hii ndo Everton. Lakini ilikuwa ni mechi ya grafiki. Bonanza FC zidi ya Everton. Nikwambia tu kwamba hii ni Usoni Sport on HD. Usahau kulike, kushare na comment. Kumbuka hii ni full time. Bonanza FC 1. Everton 3. Comeback kibaba kweli. Hii ni Usoni Sport on HD. Ulikuwa nami Sony Boy kichwa kama maestro. Nikwambia tu kwamba Bonanza FC 1. Everton 3. Ulikuwa nami Sony Boy kichwa kama maestro. Na sasa ni full time. Utukutane
tukutane siku nyingine. Naam, dakika 90 za mchezo huu zimekamilika. Wota comeback. Tazama magoli yalivyofungwa haya. Hii ni Ausone TV Flako. Ngoja tu kwamba mtazamaji utakuwa nami hapa katika uchambuzi. Mimi ni Ausone Audax, nikaribishe katika uchambuzi wa mchezo wa dakika 90 zote za mchezo huu. Everton wamefanya balaa kweli kweli, wamepindua meza kibabe kweli kweli. Hapa ilikuwa ni Everton zidi ya Bonanza FC, lakini Everton ilikuwa shatanguliwa kwa bao 1-0. Sasa wamebatika kuchomoa na sasa wameondoka na ushindi katika uwanja wa Bonanza FC wakiwa ugenini kwa mabao 3-1. Wota heda ile imefungwa nzuri kweli kweli. Sasa mtazamaji wa Ausone TV, nakumbusha tu kwamba usahau kulike, kushare na comment kwa upande wa TikTok, lakini pia usahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Ausone TV. Sasa mtazamaji, tuanze kwa kuangazia matukio ya mchezo huu yalivyokuwa ndani ya dakika 5 za kipindi cha pili kwa ajili ya kuweza kukamilisha matangazo haya ya mchezo huu wa Bonanza FC dhidi ya Everton. Karibu sana pisha katika uchambuzi wa mchezo huu wa Bonanza FC dhidi ya Everton kwa dakika 45 za kipindi cha pili na dakika 90 kwa ujumla. Mimi ni Ausone Audax na kukaribisha katika uchambuzi wa mchezo huu. Tafadhali salia nami. Sasa tuanze kwa kuangazia haya yafuatayo. Kumbuka ni Sport HD mtazamaji, usahau kulike, share na comment, pia kwa upande wa YouTube usahau kusubscribe, pia kulike, share na comment. Sasa hapa ndipo ambapo mpira ule ulirushwa. Wakati huo akaukimbiza ule mpira, akamwekea Lindstrom kule. Wakati Lindstrom anapiga cross kumtafuta Calvin, huyu hapa jezi namba 9, akapiga header moja ya maana kweli kweli. Naona Lindstrom alirusha mpira ule. Naona hapo Lindstrom akawa anajaribu kutafuta sehemu ya pass. Tazama, ilikuwa ni formula fulani hivi. Akaja akarudishia vizuri kweli kweli Lindstrom upande wa kule juu kabisa. Lindstrom akawa anakuja taratibu, akafika akapiga macho, akamwona Calvin huyu hapo jezi namba 9, akaweka huku wota header, lakini haikufanikiwa kusawa bao, akulenga vizuri lango. Lakini hapa ni ile ya Beto ile ya Beto. Wakati huo ikawa ni offside. Je, hapa ilikuwa ni kweli offside? Tazama hii hapa. Of course hapa sidhani kama ilikuwa offside. Inaonekana Calvin alikuwa ameotea hapa, sio Beto, alikuwa Calvin. Ilikuwa offside kwa sababu ya kwamba unaona hapo kichwa na ule mguu wa Van Dijk kivile ilikuwa inalingana. Hiyo ni very tight kweli kweli hapa. Haikuwa offside hapa. Hii haikuwa offside. Van Dijk sasa akapiga mpira ule Van Dijk. Sasa wakati anapiga ule mpira Van Dijk, ikaja ikamkuta huku. Hapa ni ile ndo limezaa bao lile la Beto lile. Alipiga akashuti ndani. Tazama, hii ilikuja hivi. Alikuwa anacheza na mpira ule Hakimi. Akaanza na Van Dijk akapiga vibaya. Akawa ametaka kama sadaka hivi. Beto akaja akaona hapa anachezea, akaona bado hawezi kufanya kosa bila kuweka mpira ndani hapa. Kwa hiyo ndivyo hivyo goli la Everton lilipatikana katika dakika hizi za kipindi cha pili. Tazama, bao la kwanza hapa ndipo ilianza shughuli. Walianza kurudisha pale Everton. Sasa wakati huo muda mchache kutoka huo wakaongeza bao la pili. Tazama, makosa yale ya magolikipa. Mimi nafikiri hapa magolikipa ndo walikuwa wazembe kweli kweli. Tazama, hapa magolikipa ndo walikuwa wazembe kweli kweli. Beto akaandika chuma cha pili dakika za mapema kabisa alipoingia. Tazama, alimweka kweli kweli, aliweka kamba mbali sana, ile hujawahi kutokea kama unavyoona hapo. Hivyo goli hilo lilipatikana la pili. Wakati huo Bonanza FC wale wafanye nini kipindi hicho cha pili? Wamefanywa counter pressing ya hatari ya hali ya juu kweli kweli. Wakati huo Beto akaja akarudi tena, lakini hiyo Alisson akaiokoa, lakini akapiga mpira nje, akarusha nje. Ikaja yule akapiga kona, akaja akamalizia vizuri kweli kweli bila tatizo. Tazama, wota header kweli kweli. Ilikuwa ni kichwa bora sana, maridadi kweli kweli. Na huyo ndo bani za mechi. Beto ndo bani za mechi. Sasa mtazamaji, hizi ndo takwimu za mchezo wa leo. Bao ni 1 kwa Bonanza FC, 3 kwa Everton. Kumbuka possession ni 39-61. Huko Everton wakiwa wanaongoza kipindi cha pili, position kweli kweli. Shoots ni 7-5.
hapa tackles ni 2-4 zimeongezeka 2 kwa upande wa Everton. Picha kwanza ilikuwa ni 2-2, lakini hapa passes ni 30-24, lakini kona ni 1 kwa Everton, 0 kwa Bonanza FC. Wameweza mchezo bila kupiga kona yoyote ile, lakini fouls ni 1-1, lakini pia offside ni 1. Everton wametoa mara moja, lakini Bonanza FC hawajaotea hata kidogo. Lakini pia match rating ni Di Paulo kwa upande wa Bonanza FC, huyu ana 7.1 na assist moja, ana goli lolote. Lakini pia Beto ndo player of the match, man of the match ni Beto. Huyu kwa upande wa Everton ni Beto, huyu ana 8.6 na magoli 2. Mchezaji wa kuchungwa kweli kweli, na nikwambia tu pale mwanzo ni wakati uchambuzi, huyu mchezaji ambaye anafaa kuchungwa kabisa, mchezaji hatari kweli kweli. Sasa mtazamaji, nikumbushe mchezo umetamatika, Everton 3 Bonanza FC 1. Muda wote ulikuwa nasi Ausone TV furaha kwa wote. Nikumbushe tu kwamba usisahau ku like, share na comment kwa upande wa TikTok, na pia usisahau kusubscribe YouTube yetu kwa kuandika neno Ausone Sports, tutapata vyema kabisa. Sasa kwa niaba ya timu nzima iliyokamilisha matangazo haya kutoka hapa Bonanza FC Stadium, na mimi kwa studio ni Dar es Salaam Tanzania, makao makuu ya Ausone TV, mimi ni Ausone Audax kutangazia kutoka Dar es Salaam Tanzania. Tukwambia kwamba hatuna la ziada katika mchezo huu. Mchezo umekamilika na sasa Bonanza FC 1 Everton 3. Tukusi kwamba endelea kufuatilia vipindi vingine mbalimbali vinavyoendelea ndani ya Ausone TV. Tafadhali tukutane siku nyingine. Furaha kwa wote.